nichukue fursa hii na mimi kushukuru mkurugenzi mtendaji na management yako yote kwa ushirikiano ambao mumetupa kuanzia mwaka 2020 hadi leo hii tunaenda kuoga manyanga ya udiwani hii. Kwa hiyo niwaombe management na watumishi wengine wote, sisi leo tunaenda kustaafu, wengine kwa muda, wengine ndio basi tena. Kwa hiyo tunaomba jamani, mkituona tupeni heshima zetu kama pale ambapo tulikuwa mnatupa heshima kama tukiwa waheshimiwa watu. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, idara ya utawala ya halmashauri ya Nachingwea imeonyesha mafanikio makubwa katika kusimamia rasilimali watu, uboreshaji wa mifumo ya utawala bora, kukuza uwajibikaji wa watendaji na kuhakikisha amani na usalama inaendelea kutawala wilayani kwetu. Mafanikio haya yametokana na mchango wenu mkubwa katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya halmashauri na utoaji huduma kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile katika kitengo cha fedha na uhasibu, kwa ujumla idara ya fedha ya halmashauri ya Nachingwea imeendelea kujenga msingi madhubuti wa usimamizi wa fedha unaochangia utekelezaji mzuri wa miradi ya maendeleo kwa wananchi. Katika kipindi hiki nilichokitumikia halmashauri ya Nachingwea, tumeweza kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani. Tumeweza kuandaa bajeti bora ya halmashauri. Tumeweza kuimarisha taarifa za kifedha. Tumeweza kuimarisha ushirikiano mzuri na mashirikiano kati ya ofisi ya fedha pamoja na ofisi ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, pamoja na kupata hati safi mfululizo kwa muda wa miaka 5. Hongereni sana waheshimiwa madiwani. Lakini vile vile kubwa, halmashauri imeweza kuongeza wigo wa ukusanyaji wa mapato. Wakati mnaingia mwaka 2021, bajeti ya halmashauri ilikuwa ni bilioni 2.2. Na sasa tumemaliza mwaka huu 2024, bajeti ya halmashauri imekuwa ni bilioni 5.6. Kwa hiyo sasa na ongezeko la 249%. Hongereni sana. Kwa miaka yangu 5 kiujumla hakukuwa na kijiji ambacho hakijabahatika kupata mradi. Kwa vijiji vyangu vyote 6 vina miradi mikubwa, na niseme tu nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozwa na Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kumwaga miradi mingi kwenye kata yangu ya Maramba. Kwenye chama chetu cha Mapinduzi kuna taratibu ya kupishana kiongozi. Kwa hiyo nimeona si vyema nikaendelea kuwa kiongozi wakati kuna watu wengine bado wanahitaji hizo nafasi. Nimeona nao mimi niwapishe waje wachukulie pale nilipoachia mimi, wao kuendelea mbele. Kwa majina anaitwa Veronica Damaso Makota, ni diwani viti maalumu ambaye nimedumu kwa kipindi cha miaka 15 sasa. Mimi niseme katika kipindi hiki cha miaka 5 hakika kimekuwa ni kipindi kizuri, kwa sababu kama ulivyomsikia mheshimiwa mgeni rasmi pale, mapato tumeyapandisha, hali ya mapato tulikuta iko chini, lakini kwa kipindi cha miaka 5 mapato yamepanda, yako juu, sanjari na miradi imetekelezeka ipasavyo kwenye sekta zote, barabara, afya, elimu. Kwa naweza kusema miaka 5 imekuwa ni miaka 5 ya kihistoria, kwa sababu mambo yameenda vizuri kweli kweli. Kusudi la kuanzisha diwani viti maalumu, lengo la serikali kuanzisha hilo kundi maalum la wanawake ni eneo la kama kupikwa wanawake, kwa sababu kwa muda mrefu ilionekana wanawake tumekuwa chini, yani hatupati nafasi za uongozi. Kwa hiyo wakaamua tuanzishe viti maalum ili kutujengea uwezo. Then baada ya hapo mtu ukishajiona unatosha uweze kwenda kwenye maeneo mengine. Kwa binafsi nimeona nimetosha, nimejipima, ninastahili kwenda sasa kwenye diwani wa kata ili kunitoa fursa kwa watu wengine, na ndio kusudi la kuanzisha viti maalum ili tuweze kupikwa. Ukijiona umepikika unaenda kwenye eneo lingine ili kuwapa fursa wengine. Kwa majina anaitwa Halimatina, katibu wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Nachingwea. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kufanikisha hafla hii ya leo tukiwa na waheshimiwa madiwani wetu ambao sisi kama Chama cha Mapinduzi ni fahari kubwa sana kuwa nao, kwa sababu utekelezaji wa ilani kwenye kata zao umefanyika kwa asilimia kubwa sana.
Ukiangalia miundombinu ya barabara, maji, zahanati, shule ni vitu ambavyo sisi kama Chama cha Mapinduzi tuna fahari kubwa sana kuona kwamba kura nyingi za Mama Samia tunaenda kuzipata. Lakini pia niwapongeze sana waheshimiwa madiwani wote ambao wameweza kuhudumu kwa miaka 5. Haikuwa rahisi, ni kazi ngumu sana ambayo wamepitia. Lakini kwa rehema zake Mwenyezi Mungu ameweza kuwajalia mpaka leo wanatimiza miaka 5 salama salimini. Sisi kama Chama cha Mapinduzi ni fahari kubwa sana kuwaona madiwani hawa leo wanahitimu miaka 5.